Na mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kutazama Darubini ya Channel 1, na kabla kuendelea na mahojiano yetu hapa ndani ya studio, ni rejelee taarifa hapo awali ambapo wakazi wa eneo bunge la Olkalau wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge hilo ulioandaliwa mapema leo. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ilihakikisha imekabiliana na changamoto ambazo zingetatiza upigaji kura huo. Hata hivyo, uchaguzi huo haukukosa sarakasi katika kambi pinzani za kisiasa zikilaumiana kwa kutumia mbinu mbalimbali za kuvuruga uchaguzi huo. Leo asubuhi milango ya vituo 144 vya kupigia kura ilifunguliwa katika eneo bunge la Olkalau kwa wapiga kura ambao tayari walikuwa wamepanga milolongo nje ili kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Uchaguzi huo mdogo ulivutia idadi kubwa ya wapiga kura. Baadhi ya vituo vilishuhudia milolongo mirefu ya wapiga kura, huku vifaa vya KIMS katika baadhi ya vituo vikikosa kuwatambua wapiga kura. Tatizo hilo hata hivyo lilirekebishwa kwa kutumia vifaa vya ziada vilivyokuwepo. Hata hivyo, kulikuwa na malalamishi kuhusu visa kadhaa vya vifaa hivyo kukosa kuwatambua wapiga kura kwa alama za vidole. Wawaniaji 9 waligombea uchaguzi huo. Miongoni mwa waliopiga kura asubuhi walikuwa Samuel Mushina wa chama cha United Democratic Alliance, aliyepiga kura muda mfupi baada ya saa 3 katika shule ya msingi ya Huruma. Samuel Kamau wa chama cha Democracy for Citizens alipiga kura yake katika shule ya msingi ya AC mwendo wa saa 4 mchana. Mhandisi Wilson Kigo wa chama cha Jubilee alipiga kura saa 4 asubuhi katika shule ya msingi ya Kandutura, naye Stephen Withako wa chama cha NLPs akapiga kura yake mwendo wa saa 5 na dakika 40 katika shule ya msingi ya Gashwe. Wawaniaji hao waliipongeza tume huru ya uchaguzi na mipaka kwa kusimamia vyema uchaguzi huo. The polling stations or polling centers, the turnout is very wonderful. The people have come out in numbers, and the officers that are there are doing quite a commendable job. It's amazing that the turnout is big. This is 10 o'clock and you can see the lines are long. I have also found large crowds in other polling centers, meaning that everyone has decided to vote early. I don't think later we'll have voters coming in late. This is in line with the call we gave them during our campaign. I've casted my vote na nimependa the process yenye inaendelea. At least there is peace and tuna hope itaendelea hivyo. Though kuna so many policies wenye wanakaa as if they are somehow intimidating, that ndio tumeshangaa what is the purpose, but all the same we are very okay. Everyone within our Olkalau constituencies to come out today and to come out in large numbers so that they could direct the member of parliament who will serve them for the next 1 year. So I feel people are really, the turnout is really encouraging. Huku wakisema wanaimani watashinda uchaguzi huo, baadhi ya wawaniaji walishutumiana kwa kupanga njama ya kuvuruga uchaguzi huo na kuibua ghasia. Hiyo miaka yote tulikuwa kwa kiti na tumekuwa elected mara 3. Hatujawahi sikia watu wakirushiana mambo ama kutukanana. Na ndio tunaomba hiyo spirit ya hiyo vision iendelee hata leo. Watu wa Olkalau tunawaomba sana mkumbuke hii machaguzi ni siku moja tu, lakini kesho mimi na wewe tutakuwa barabarani tukiwa my neighbors. We are asking people to man the polling station outside the polling station so that these people do not come in and disrupt the tallying. So we are not asking people to get into the polling station. We are asking them to condone the polling station so that we do not have outsiders coming to interfere with the election. All the citizens and all the political players to allow the electoral officials to count the votes peacefully in the presence of the agents, observers and media, only the accredited persons who are in the polling station. The rest of the people, our advice and our call is that they go home. Tume ya ABC inatarajiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi huo baada ya shughuli ya kuhesabu kura kukamilika.